kuna namna ambavyo nafikiri hili swala unajua unapozungumzia Yanga, unapozungumzia Simba, ndio unazungumzia mpira wa Tanzania kwa ujumla. Sasa binafsi niliona unajua serikali haitakiwi kuingilia masuala ya michezo. Hili ni eneo ambalo yani FIFA wamekuwa wako makini sana. Yani wanapohisi tu kama serikali imeingilia kwenye masuala ya michezo, hasa kwenye maamuzi, huwa hawachukui muda mrefu, lazima washushe lungu. Lakini serikali kwa kuwa ni mdau, wana nafasi ya kushauri. Yani serikali wana nafasi ya kushauri. Baada ya ile mechi kuahirishwa tarehe 8, bodi ya ligi walitoa taarifa kwamba mechi itapangiwa tarehe nyingine. Lakini baada ya pale kuna hali fulani ya sintofahamu, kwa sababu zilipita siku kadhaa pasipo kuona taarifa yote ambayo inasema kwamba mechi itachezwa siku fulani. Lakini kilicholeta ukakasi zaidi ni baada ya Young Africans kutoa taarifa rasmi ya klabu kwamba hawatocheza mechi tena. Wao mechi yao ilikuwa ni ile tarehe 8 ambayo Young Africans walikuwa mwenyeji, walifanya taratibu zote za kama wenyeji. Mwisho wa siku msimamo wa klabu ni kwamba hawato cheza. Sasa kumekuwa na hali ambayo watu walikuwa wanasubiri, je, bodi ya ligi watatoa taarifa watatangaza tarehe mpaka kabla ya waziri kuwaita. Bado bodi ya ligi ilikuwa haijatoa taarifa yoyote ile kuhusiana na tarehe ambayo mchezo namba 184 utachezwa. Kwa hiyo walichokifanya wizara ni kujaribu kuwaita wadau wenyewe, kwa maana ya Yanga ambao walikuwa wenyeji kwenye mechi ile ya mwanzo ambayo haikuchezwa na bodi ya ligi wakaiahirisha, lakini Simba ambao wao ndio sababu hasa ile mechi kuahirishwa kwa sababu hawakwenda uwanjani, yani walitoa taarifa kwamba hawatoshiriki mchezo ule. Lakini bodi ya ligi na TFF kwa maana wasimamizi wenyewe wa ligi. Lakini kwa taarifa ambazo tumezipata ni kwamba kumbe hakikuwa kikao cha wote ndani ya chumba kimoja. Ilikuwa ni kikao cha wizara na Yanga, kikao cha wizara na Simba, lakini kikao cha wizara na bodi ya ligi kuangalia tu namna gani ya kuweza kuweka mambo sawa. Sasa kwa mujibu wa rais wa Young Africans Engineer Hersi amesema kwamba wao wametoa kile ambacho wanacho, yani wamekwenda kusema kile ambacho wao wanakisimamia. Baada ya hapo kwa mujibu wa mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu anasema kwamba kikao kilikuwa kinajadili mustakabali mzima wa soka la Tanzania. Sasa inawezekana ikawa ni moja kati ya agenda, kwa sababu unapozungumzia ligi kuu na mechi kubwa kuahirishwa, moja kwa moja typically unagusa mustakabali wa soka la Tanzania. Lakini kwa mujibu wa mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, baada ya kutoka kati anabado na waandishi wa habari anaojiwa, yeye alisema kwamba taarifa itatolewa na afisa habari wake. Lakini yote kwa yote, ili mambo yaweze kwenda, bodi ya ligi wanatakiwa wasimame. Kama mechi iliahirishwa, maana yake inatakiwa ipangiwe tayari. Hakuna namna ambako kitu kingine kinaweza kikafanyika, sababu ni mchezo ambao taarifa rasmi ni mechi iliahirishwa. Sasa kama mechi iliahirishwa lazima ichezwe. Sasa kulikuwa na umuhimu gani mwalimu wa kuitishwa hicho kikao na kila mmoja pengine kuhojiwa ama kuzungumza naye kwa muda wake? Kwa nini pengine Young Africans, Simba na bodi ya ligi na serikali wasingekaa kwa pamoja na kulijadili hili? Mimi nafikiri swala kubwa hapa ilikuwa sababu serikali unajua haitakiwi kuingilia mambo ya michezo. Serikali haitakiwi kuingilia. Nafikiri kikubwa ambacho kilikuwa nahisi ambacho kimefanyika kule ndani ni kujaribu kushauri. Yani serikali ina nafasi ya kushauri kwa sababu wao kama wizara ni sehemu ya serikali kwenye kusimamia michezo, lakini michezo yenyewe ni ukizungumzia michezo inasimamiwa
yani ukizungumzia michezo manake kuna taasisi ambazo zinahusika kwenye michezo. Kwa hiyo nafikiri kikao kile nahisi kwamba yani walishindwa kufanya kikao cha pamoja, yani wote kukutana kwenye chumba kimoja, labda Yanga Simba, kwa sababu kila moja alikuwa ana lake. Alafu sasa ukiangalia kwa mfano Simba wao issue yao ilikuwa baada ya kuzuia kufanya mazoezi walishatoa taarifa rasmi ya wao ya kutoshiriki mchezo ule ambao ulipangwa kufanyika tarehe 8. Kwa hiyo baada ya hapo nafikiri ilikuwa kwa serikali kama serikali ni kujaribu kutoa tu ushauri kwa Simba, lakini kutoa ushauri kwa TFF na bodi ya ligi, lakini kutoa ushauri kwa nani kwa Young Africans, lakini si kwa maana ya kufanya maamuzi, kwa sababu maamuzi ya manaki kikao cha watu watatu wanne, yani pande nne, manake mnakaa na kufanya maamuzi. Lakini kama nafasi ni kushauri, kila mmoja alikuwa na nafasi ya kuingia kivyake ili kushauriwa katika namna ambavyo serikali imeona kwamba hawa tunatakiwa tuwashauri hivi na tuwasikilize wao wanasemaje. Kwa hiyo nafikiri sababu hasa ilikuwa ni kwa sababu kila upande ulikuwa una eneo ambalo wanahitaji zaidi kushauriwa, lakini hakukuwa na kikao cha yani hakukuwa na lazima, kwa sababu hakikuwa kikao cha maamuzi, kwa sababu maamuzi yatabaki kwa bodi ya ligi. Wao ndio ambao walitangaza kuahirisha mechi. Kwa hiyo wao ndio ambao wanaweza wakaja na neno lolote lile kuhusiana na mchezo wa tarehe 8, namna gani ambavyo mechi itachezwa, vipi itakuwaje, lakini swala ni moja tu. Kwa hiyo hakukuwa na sababu tena ya kukaa kwenye meza moja timu mbili, TFF na bodi ya ligi, sababu iko sasa kingekuwa ni kikao cha maamuzi na ingeweza kutafsirika kwamba serikali imeingilia. Lakini kama wamepewa ushauri na mwisho wa siku wakaja wakaufanyia kazi, ndo tutajua kwamba labda nini ambacho kwenye kikao cha leo kuna kitu ambacho labda ndani yake kilikuwa kimezungumzwa. Dabi ipo haipo kwa mtazamo wako? Kwa mujibu wa bodi ya ligi mechi itapangiwa tarehe, taarifa ya mwisho ambao walitoa, mechi itapangiwa, iliahirishwa na itapangiwa tarehe nyingine, na ifahamike kwamba mchezo namba 184 bado haujapangiwa tarehe na haujachezwa. Sasa mechi inaweza ikapangiwa tarehe na isichezwe, lakini lazima kuna upande moja ufaidike, yani upate alama. Yani hiko ndio kitu ambacho kipo kwamba mechi namba 184 lazima ifahamike kwamba pointi 3 zinaenda wapi, zinakwenda wapi, sababu tayari mechi rasmi kabisa kwa taarifa rasmi iliahirishwa. Bwana, sawa. Ni Mwalimu Lisungu Mwela huyo kwenye tathmini kuhusiana na kikao kizito kwelikweli kilichokalika hii leo. Je, upande wako unaiona dabi ya Kariakoo ikipangiwa tarehe nyingine ama nini mwisho wake? Hiki ndicho tulichokusogezea hii